Shukuru salama kwa kudumu vizuri sana. Unajua kwenye kila mtu kutoka kwenye lebo kwa mambo mawili au matatu. Sababu tofauti. Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu washafikia hatua yao wenyewe wanaweza kujisimamia. Kuna ambao wanatoka kwenye lebo kwa sababu lebo haiwawezeshi. Tumeelewa? Unaona wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu lebo haitimizi wajibu wake. Haiwawezeshi wasanii. Kwa sababu na sababu yangu kwa tumeshaje tunakula hivi na hivi na hivi lakini wafanye hivi na hivi. Sasa hivi vitu. Lakini kuna wasanii ambao wakitaka kutoka wanatoka kwenye lebo kwa sababu washafikia kwenye mafanikio makubwa. Wanaona sasa ilipo na lebo inashikutumisha vizuri na mimi nitakaanzisha changu mimi. Sasa kati ya watu wote wawili na mikataba yote ya lebo ina haki ya mtu anataka kutoka. Sasa inapofikia hatua hiyo inatakiwa yule kulingana na situation yake kuongea na jopo lake au na sheria. Hapo inakuwa hamna masuala ya uonevu, hamna kuonewa, hamna ni makubaliano mengi. Kwa kama unahisi lebo ukutende yake, chukua na sheria yako, nenda mahakamani au nenda BASATA, taratibu zifuatwe, ndio bana hapo tutakubaliana hivi na hivi, lakini mkataba wafanye hivi. Unataka niachiwe hivi kwa sababu alishindwa kufanya hiki na hiki. Na wewe ambaye ushaona mafanikio makubwa, ushatengeneza fedha, pia una haki kitakutoka. Bwana tulikubaliana nimeshapata mafanikio kitakutoka na tutoe nilipe hiki. Sasa nimefikisha hiki, naomba ni kilipe hichi, ili kufanya kazi yangu pembeni tu. Unajua kwa bahati mbaya zamani, nakwambia kweli, zamani hata nchi na walikuwa wanaongoza hawakuwa wana pengine kujua uhalisia sana kwenye muziki unafanyaje, kwenye in terms of watu wanaanza kufanya nini, atafikia wapi, atapata nini na nini. Kwa hiyo iko kama viongozi wakisikia kuna mwananchi analalamika, lazima waone kwa nini huyu anaonewa. Nakumbuka ndio wanalalamikiwa na kwa watu ambao baliani. Sasa sitoelewa lazima serikali au viongozi waone kama huyu anaonewa. Lakini tunashukuru serikali na hii ni niwapongeze sana. Sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikutana na hizo mwanzo na nilitumika kama mfano bora wa kuzungumza hivi na hivi na hivi. Kuna mtu kutoka kwenye hivi, kuna mtu kutoka kwenye hivi. Kwa mtu akija, msikilizeni muone kama na nyinyi mnaangalia kwa utokaji huyu hapana mwenye haki hiyo. Kwa amekuwa akisaidia kuendesha vizuri sana. Hakai tu serikali upande mmoja, tikisa umekuja msanii na kutoka kwa auto hapa. Hebu kienda kama pale BASATA na especially kama Dr. Mapana anampongeza sana mtu ambaye anaelewa sana mambo ya muziki. Mtu ambaye anaelewa mikataba ya biashara muziki. Kwa hiyo ukifika pale kulingana na uhalisia wako, enda kama msanii ana haki, msanii anapewa haki. Enda kama lebo ina haki, lebo inapewa haki. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo wananchi lazima watambue na wafahamu ni biashara. Yaani watu wakishaingia, tunajua msanii ndio akitakusaini mara kwanza anakuwa yeye atakusaini tu. Sisi tunarudisha watu wanachao pale. Takuja mtu atakusaini mimi saini tu kaita familia yako hata mtu wako. Si pala sasa mpaka tunawalipoti kabisa sasa hivi. Mimi na mimi kwa hiyo pembeni. Fulani nimesaini mkataba huu. Nimeridhika, nimeusoma, nimeona sheria yao kwa pembeni. Ili baadaye tutasema kama wewe binadamu. Lakini uhalisia ni kwamba inakuwa ni mikataba ya kibiashara na sio kama lengo kimsingi na kweli wanakuwa kwenye mtu wake anaweza kuipeleka hapa kwenye kulima mahindi, kwenye kuvuna mchele. Lakini mtu anaona kama wacha niekezee kwenye muziki. Kwa sasa naye sio kwa sababu kawekeza akawa pia ana makosa anafanya amsaidia kitaka kutoka au kitaka kuleta mbilingi ya kuona mtendano tatizo hapa. Kwa sisi kama lengo tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Mimi nikiuliza sisi kama wanamuziki tunataka kufanya majukumu yetu. Ili inapofikia tu kama mkataba kila mtu atakufanya yake, taratibu ifuate kama lebo anatakiwa kulipa msanii au kama msanii atakulipa lebo, hiyo tumeshakishiwa. Sasa pia wananchi wanatakiwa walielewe hilo. Na sisi kama wanamuziki, lakini pia sisi kama lebo tunapotokea mbilingi
kila mtu anataka kuwa nje. Unaelewa, kuna kwa nje inaonekana unajua hivyo kibinadamu na kwanza kibinadamu kama mtu anaonekana yeye kwa wake kwa kaona. Kama mtu anaamini niko sawa, mimi niko sawa. Akihitimishwa yote basata na kutoka hapo anaenda kwenye kama mahakamani wanaweza pale pale. Watu wasikimbie sana kuhukumu watu mpaka baada ya basata wenyewe pamoja na mahakama kuona mabana tumekubaliana. Bible ni mwoga sana kuongelea masuala haya. Labda nikwambie kitu kimoja. Mkataba wa muziki na kupenda mifano kabisa. Kawaida ya muziki, mkataba ile investment yako ukiweka, unatakiwa kwanza urudishe investment yako, alafu ndio mgawane kinachopatikana baada ya kurudisha kile ambacho ulichoinvest. Kwa kibiashara iko hivyo. Lakini Wasafi yaani ilivyo kwanza, kama nikiwekea watu hapo sichokijua mkataba yote ya dunia ilivyo. Sio tu kwanza kurudisha. Unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwenye masuala ya kiuchumi, cha kwanza ilivyo, lese imeingia milioni, inatakiwa leo ichukue faida yake kwenye milioni kwanza. Kama nikubaliana 50 chukua 50 yake. Alafu kwenye ile ya msanii ndio wanakata investment. Sio ndio kwa hata hivi unasema kwamba wanataka kupata investment hiyo afanye na barabara wale. Sasa ndio maana kanike ili mlipeleke vizuri, si ndio? Unaingia mkataba makubaliano 50-50. Ndio? Ina maana imeingia milioni. Katika milioni inaingia kwanza nachukua mimi 50 yangu. Mimi ndio nimeinvest, nachukua 50 yangu. Alafu anairudisha hela ile ambayo investment ni wewe ile 50 yako. Sio kwenye 50 yangu. Sio umeelewa vizuri? Ndio mikataba yote duniani ilivyo. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi uko. Mkataba wa Wasafi ulivyo. Sawa. Imeinvestiwa 100. Ikiingia 100, msanii anachukua 40 bila kurudisha chochote. Katika ile investment 60 inatakiwa ikiingia. Ukiangalia mpaka tukigawana ile 60 wenyewe, anapata faida nani? Mbona ungepole? Kiwa leo zuri. Na mimi baada ya hapo nikaongea Diamond Bibi hii biashara tunafanya kazi kama NGO. Ndipo ungeandika Wasafi NGO ya Wasafi. Kwa sababu hakuna faida tunayopata wao. Kwa sababu leo anakuja msanii ana hit. Nyimbo anapata hela. Anaanza kuchukua hela, sisi tumekaa pale uongozi tumeumiza vichwa na apata pasenti 5 au pasenti 10. Yeye kachukua 40. Tumemtoa huko. Haudishi yote hapa. Sasa inakuwa alafu mtu anatoka hapo anakulalamika. Sasa kuna msanii hapa Tanzania ameacha muziki kabisa. Alienda mtamtafuta wewe, mtamkumbuka mtamtafuta. Sitaji jina. Alienda kwenye lebo za nje. Akajua tunafanya hivi, akachukua hela. Baada ya kuchukua hela akaiona ni ya kwake. Kwenda kuinvest, akainvest kidogo ingine katumia. Baada ya kutoa kila jimbo watu wanachukua hela zao. 18 kwa chukua. 18. Anachukua 18. Lebo inachukua 82. Lebo inachukua 82. Kaacha muziki, kaona bora niache muziki. Kwa sababu hamna tena kuendelea. Sasa kwa hiyo unatakiwa muelewe sisi tunapofanya kama Wasafi tunajaribu kukuza vipaji ili watu waendelee. Hatutaki kumnyonya mtu wala nini.